Habari, mimi ni Khamis Salim, mwalimu wa lugha ya Kituruki kwenye Mapindi App. Tuko katika unit ya pili na somo la pili. Sawa, leo tunakwenda kuangalia unit ya pili hii, na tukiendelea katika mfululizo wa somo zetu za lugha ya Kituruki, tunakwenda kuangalia ni mfumo wa kuweza kujielezea. Upo wapi, unafanya nini, wewe ni nani, vitu kama hivyo. Sawa, hebu tuanze kuangalia namna gani tunaweza tukajiandaa na somo kwa namna hiyo. Mada husika kwa mfano leo ni nerede. Nerede ni wapi? Yani nerede ni wapi? Kwa hiyo unaweza ukaona tunaenda kuangalia kusoma, kupatikana katika eneo fulani au katika hali fulani, unafanya nini, shughuli gani, na vitu kama hivyo. Sawa. So maudhui yetu kuu ni nerede, kwamba ni wapi. Kuna misamiati ambayo itakuwa ni utangulizi wa somo letu. Kuna var, kuna yok. Sawa. Alafu kuna hiyo nerede yenyewe. Alafu pia kuna kimde. Kimde. Alafu pia kuna hii misamiati inatosha. Sawa. Ni misamiati ambayo inaenda kutuonesha tuna utangulizi wa somo la namna gani. Var sio var ile ya kwenye ligi ya kutazama nini, kurejea picha za mjongeo, hapana. Hii ni ipo maana yake. Alafu kuna kitu yok, hii haipo. Alafu tuna nerede, wapi. Alafu tuna kimde, kwa nani. Kwa hiki hapa ni kiulizo na hiki hapa ni kiulizo, hii hapa ni jibu na hii hapa ni jibu. So umeona, hii ni msamiati ambao tutakwenda kuiangalia hapo na matumizi yake hapo mbele. Sawa. Kwa mfano kwenye simu, kwenye swali. Mfano wa kwanza, sınıfta kim? Sınıfta kim var? Nani yupo darasani? Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kusema nani yupo darasani inakuwa ni swali tayari, lakini pia linahitaji jawabu, si ndio? Tumeweza kutumia yale maneno ambayo au misamiati tulioielezea hapo mwanzo. Kuna kim, lakini pia kuna var. Sınıfta, darasani. Kim, nani. Var, yumo. Kwa hiyo hapo kwenye Kiswahili nani yumo darasani. So jibu letu ni sınıfta öğrenci var. Darasani yumo mwanafunzi au mwanafunzi yumo darasani. Sawa. Hili ni jawabu la swali letu ambalo limeulizwa hapo juu. Mfano mwingine ili tuweze kuelewa vizuri. Mfano wa pili. Masada kitap var mı? Juu ya meza kuna kitabu. Sawa. Masa ni meza. Masada ukisema inakuwa ni juu ya meza. Sawa. Masada kitap var mı? Kuna kitabu. Sawa. Kitabu ni kitabu. Var mı? Kipo. Sawa. Hili ni mfumo wa swali ambao tumesoma katika somo lililopita kama mnaweza kukumbuka. So evet. Masada kitap var. Kwamba ndiyo, juu ya meza kipo kitabu au kuna kitabu juu ya meza. Sawa. Kwa hiyo hiyo ni mifano ambayo inaenda kuelezea maudhui yetu ya kwamba nerede, sehemu tuliopo. Sawa. Swali namba 3, kalem kimde?
kalem kimde, kwamba kalamu ipo kwa nani. Kwa hiyo kimde maana yake ni kuwa kwa mtu fulani, kuwa katika umiliki wa mtu fulani. Kitu kipo katika chini ya umiliki wa mwalimu, mwanafunzi, mmiliki mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo kim ni kiulizio cha mtu, kama mnakumbuka masomo yaliyopita. Afu de ni kuwepo ndani ya, chini ya. Sawa. Kwa hiyo kalem kimde, kalamu ipo kwa nani? Kalamu, jawabu, kalem öğretmen de. Kalem öğretmende, kalamu ipo kwa mwalimu. Sawa. So huo ni mfano mwingine ambao unachanganua maudhui ya leo ambayo ni wapi. Sawa. Sawa. Tuchukue mfano mwingine wa mwisho ambao unakuwa ni wa 4, kwamba uko shuleni, si ndio? Mko darasani. Sasa hebu tuanze kuelezea kastori kafupi ka kueleza shule yetu hapa, kama ni shule na hii kini nini kina nini na vitu kama hivyo. Sawa, kwa mfano burası okul. Burası okul, kwamba hapa ni shule. Onlar öğrenci. Wale ni wanafunzi. Sawa. Sınıfta öğrenci sınıfta öğrenci var, kwamba darasani kuna mwanafunzi. Sawa. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sentensi ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuelezea sehemu uliopo. Sawa, uko darasani sasa. Kwa mfano, şu pencere, hilo ni dirisha. Sawa. Bu silgi, hiki nilichokishika au hiki hapa karibu ni kifutio kama cha penseli au cha kalamu au na nini. Halafu o masa, hiyo ni meza. Kwa hiyo unaweza ukataja vitu ambavyo vimekuzunguka kama uko darasani au kama uko kwenye bustani na vitu kama hivyo. So huu ni mjongeo au mwendelezo wa unit ya pili, ikiwa ni somo la pili katika lugha ya Kituruki. Na wewe unaweza ukafanya mazoezi kwa kuorodhesha vitu ambavyo vinakuzunguka. Tukutane katika somo la 3, unit ya pili, ndani ya Mapindi App, elimu kiganjani.